Bwana Yesu asifiwe. Watazamaji wetu wa BDM, ninawakaribisha ama ninawaalika kwa mafunzo ya siku ya leo. Mimi mwenyewe naitwa Mwinjilisti Lionel Mandela, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mshirika ama nashiriki God's Glory hapa Ndengelwa. Hata ukikuwa karibu mahali pale unaweza ukakaribia. So siku ya leo tunaenda kuzungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Maana watu wengi wamehubiri Injili, watu wengi wametembea katika mataifa, lakini hawaelewi jinsi ambao Roho Mtakatifu anafanya kazi. Na wengi wanasema ya kwamba mbona Yesu Kristo mwana wa Mungu alianza kazi na miaka 30 na akafanya kazi kwa miaka 3. Kabla sijaleta huu ujumbe, ninataka niseme ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe mwana wa Mungu hangefanya jambo lolote kama bado hajampokea Roho Mtakatifu. Miaka mingine hii 30 hatukumuona hata siku moja Yesu Kristo mwana wa Mungu akienda mlimani ya kwamba anaenda kufunga. So wale ambao mnaenda mlimani kufunga na hamjajazwa na Roho Mtakatifu, mnaweka maisha yenu hatarini, kwa sababu hauwezi ukaenda mlimani na haujajazwa na Roho Mtakatifu. Leo nimekuja ili nikaweze kuelezea wachungaji wenzangu ama washirika wenzangu ama watazamaji wa BDM ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo tutaweza kulifanya kama hatuna Roho Mtakatifu. Nikianza nilisema ya kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe hakuhubiri kama hajajazwa na Roho Mtakatifu. So watu wa Mungu, tunaenda kuzungumzia maandiko matakatifu ya Luka mlango wa 4 mstari wa 18. Na ninaamini ya kwamba wale ambao mmejazwa na Roho Mtakatifu mtaelewa haya maandiko. Na kama umeokoka na haufanyi yale ambao ninaenda kukuambia siku ya leo, umtafute Roho Mtakatifu, kwa sababu bado haujajazwa na Roho Mtakatifu. So Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Biblia inasema Roho wa Bwana yu juu yangu, ama Roho wa Bwana yuko juu yangu. Hapa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiyo alikuwa anataka kujitambulisha yeye ni nani. Na kabla hajajitambulisha alikuwa anazungumzia juu ya Roho Mtakatifu. The first things ambao Yesu Kristo alianza nayo kuhubiri Injili, alileta huu utangulizi, akasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Roho wa Bwana ametia Yesu Kristo mafuta. So wewe mpendwa ambaye unasema ya kwamba unaweza ukahubiri without the Holy Spirit, unaweza ukafanya mambo yako pasipo Roho Mtakatifu, ninakuuliza ya kwamba wewe ukiona unafanya mambo ya maana kweli? Kwa sababu hapa Yesu Kristo yeye mwenyewe anatuambia ya kwamba hakuna jambo lolote ambao Yesu Kristo miaka 30 ambao alikaa katika ulimwengu huu aliyatenda ama aliyafanya, bali alikuwa anajifunza kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Lakini wakati ambapo sasa amefikisha miaka 30, amebatizwa sasa, hapa ametoka nyikani, hapa sasa ameingia katika kanisa kufundisha watumishi wa Mungu. Hapa anasema ya kwamba Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria masikini habari njema. Sasa unaangalia ati sasa huku hao ndio masikini, hao hawana chakula. Hapana, siuongelei watu ambao hawana chakula. Ninaongelea watu ambao wako na chakula, wako na pesa, lakini hawana Roho Mtakatifu ama hawajaokoka.
Yesu Kristo alikuwa anazungumzia hawa watu, hakuwa anazungumzia masikini wa kawaida. Ukienda katika ulimwengu wa kiroho, hatuwezi tukazungumzia vitu ya kawaida yenye unaweza ukaona kwa macho yako, lakini tunaweza tukazungumzia vitu ambao ni ya kiroho. Sasa Yesu Kristo hakuwa anamaanisha masikini wa kawaida. Yesu Kristo alikuwa anamaanisha masikini ambao hawajampokea Kristo, ama masikini ambao hawamjui Mungu. Na anaendelea na kusema namna hii, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio umeokoka, ndio you preach the word of God, lakini hauelewi kwa sababu kazi yako hauitilii maanani. Lakini hapa Yesu Kristo amesema ya kwamba Roho wa Bwana jinsi ambaye alimtia mafuta, kitu ya kwanza ahubiri habari njema. Na wakati wenye anahubiri habari njema kwa masikini, watu ambao hawamjui Mungu, akasema ya kwamba tena huyo Roho Mtakatifu ndiye alimtuma kuwatangazia wafungwa uhuru wao. Wewe kwenu wafungwa ni wangapi? Hii Kenya wafungwa ni wangapi? Mandugu wako wangapi wamefungwa? Na yetu wewe umeokoka, yet unafanya miujiza, unaenda mataifa kuhubiri, unatamani kwenda wilaya, kwenda Afrika yote, lakini kwenu huyu Roho Mtakatifu amekusaidia, umetangazia wangapi uhuru wao? Ndipo leo hii nimekuja nikutangazia ya kwamba kama umejazwa na Roho Mtakatifu, hiyo kijiji ambao umekaa, tangaza huyo Roho Mtakatifu ufungue waliotekwa, wawekwe huru, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo Roho Mtakatifu anataka tufanye katika jina la Yesu Kristo. That is why Yesu Kristo mwenyewe alianzia nyumbani. Wakati wenye walimkataa, ndio akasema ya kwamba na nabii hastahili, nabii haheshimiwi kwao. Wewe umekuambia hivyo? Wangapi wamekushika kwa sababu ya injili huko kwenu? So watumishi wa Mungu, tunapoendelea, ninataka ukuwe na huu ufahamu ya kwamba Roho wa Bwana amekutia mafuta ili utangaze habari za kufunguliwa kwa watu. Kuna watu wako prison, kuna watu wamefungwa na shetani, kuna watu wamefungwa na mapepo, kuna watu usiku hawawezi wakalala. Ukiangalia shule watoto wanateseka, but preacher you are there na umejazwa na Roho Mtakatifu, lakini uko tu pale umetulia, unaenda mlimani kumtafuta Bwana, umejazwa na Roho Mtakatifu, unafunga siku 3, unafunga siku 21, unafunga 40 days, na unakuja nyumbani kulala, na yet umejazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo haiwezekani. Hapa Yesu Kristo anasema ya kwamba wakati wenye Roho Mtakatifu alimtia mafuta, Yesu Kristo alianza kuhubiri kwa haraka sana. Anasema ya kwamba alianza kuhubiria masikini habari njema, kwa sababu ukiangalia pati pia inasema na amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Majirani wako wamefungwa, mandugu zako wamefungwa, ni wakati wako wa kuwatangazia kufunguliwa kwao. Kama utasikia hii habari, watu wa BDM TV, niko hapa niwatangazia ya kwamba kama mnasikia hii sauti, tangazia watu wafunguliwe, kwa sababu mambo imefika. Tuambie watu ukweli. Kama pastor haujajazwa na Roho Mtakatifu, you have never speak in tongues, haujai uona Roho Mtakatifu mahali popote, don't preach, don't open the church, kwa sababu you are wasting time kufungua kanisa. Tafuteni Roho Mtakatifu kwanza.
Wakati wenye utatafuta Roho Mtakatifu ndipo utaweza kufungua kanisa, ndipo utashinda vita. Maana Biblia inasema katika Waefeso ya kwamba vita yetu sio ya mwili na nyama, bali ni ya kupambana na mambo ya kiroho ama ufalme wa kisa. Utapambanaje ufalme wa kisa kama haujajazwa na Roho Mtakatifu? Mpendwa, utapambanaje na ufalme wa kisa kama hauelewi mambo ya ulimwengu? Hapa Yesu Kristo anaendelea na kusema ya kwamba amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. Hatuongelei watu wenye vipofu wa kawaida. Tunaongelea watu wenye wanajua Injili lakini hawa ni vipofu. Tunaongelea watu wenye walikuwa wanamjua Kristo lakini sasa ni vipofu. Tunaongelea watu wenye hawana mbele wala nyuma, wanasikia habari ya Yesu lakini hao bado ni vipofu. Leo niko hapa mpendwa, nikutangazie wa BDM TV, nikutangazie kwa jina la Yesu Kristo. Elewa jinsi ambao unaweza ukafikia watu. Kuna vipofu wengi huko kwenu, kuna watu wengi huko kwenu ambao wanahitaji Kristo, na after kuhubiriwa Kristo wajazwa na Roho Mtakatifu. Wewe mtumishi wa Mungu, niko hapa nikuambie ya kwamba wakati akina Pita walikuwa wanafanya kazi, hawakuanza tu kazi kama walevi. Yesu alisema ya kwamba na msitoke hapa Yerusalemu until mpokee the power, mpokee Roho Mtakatifu, mpokee nguvu za Roho Mtakatifu, ili ndio muende mkaanze kuhubiri. Tutaenda kusoma hapo Matendo, lakini kabla hatujaenda katika Matendo, niko hapa niseme hivi. Wewe mwenyewe uko kwenu unaona watu ni vibofu na mnakani. Watu wanachezea tu habari ya Yesu kwa sababu ni vibofu. Watu wanalekea kwa sababu ya Injili. Watu hawaombi usiku lakini yetu wameokoka. Ndio wameokoka lakini ni vibofu. Leo hii katika jina la Yesu, mtumishi, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, popote unasikia hii sauti ya mwinjilisti Launel, ninakutangazia kwa jina la Yesu, kama uko na vibofu kwenu, waambie wachangamke. Waambie ya kwamba usiku wasilale, mchana wasilale. Maana Biblia inasema ya kwamba hofu inakuja usiku, mishale inakuja mchana. Lakini kama tutakuwa na Roho Mtakatifu, jinsi ambapo Yesu anasema ya kwamba alimtia habari, alimtia mafuta ili akahubiri, ili akafungue waliofungwa. I think kama umejazwa na Roho Mtakatifu lazima utafaulu. Tukiendelea, anasema ya kwamba na kuacha uhuru waliosetwa. Nani amesetwa huko kwenu? Kuna vijana wamekatalia pangi, kuna vijana wamekatalia sigara, kuna vijana wamekatalia pombe, kuna vijana wamekatalia hata umalaya na usherati, lakini sio kutaka kwao. Kuna watu hawana nyota zao, kuna watu hawana maisha yao. Lakini wewe preacher, wewe mtu uliopakwa mafuta ya Roho Mtakatifu, you are silent, umetulia tu pale. Nimekuja nikupee changamoto, nikuambie ya kwamba huyo mtoto ambaye unamtarau, huyo mtoto ambaye haumpendi, huyo mtoto ambaye umeona ya kwamba ni mwizi, amekataliwa, unapochukua nafasi kwa sababu umepakwa mafuta, umuendeno muombe, niko na hakika ya kwamba Mungu sio mwepesi wa hasira, bali ni mwepesi wa huruma. Atamuhurumiwa na atakombolewa. Hapa Yesu anasema ya kwamba anapendezwa na wale wanaotangaza Injili ya ukweli, ili watu wakakue uhuru, ili watu walioteswa ama waliokataliwa wawekwe huru. Na mimi nimekuja hapa katika hii TV ni kuambia ya kwamba huyu Mungu tunayemwabudu, kama tutamwabudu katika njia ya kweli, atatusaidia
na hata tupikania. Nimesema ya kwamba akina Pita pia hawakuhubiri habari hii kama hawajajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninataka tuende pale, na hapo ndipo tutamalizia, na naamini ya kwamba kuna kitu ambaye umesikia. Tunaenda kusoma Matendo ya Mitume mlango wa 1 kuanzia 8. Utaona jinsi ambayo ya kwamba hauwezi ukahubiri pasipo Roho Mtakatifu, kwa sababu when you preach without the Holy Spirit unafanya kazi bure. Afadhali ukaa nyumbani ulime, upande sukuma without kwenda kusumbua watu, kwenda kupiga watu kelele. There is nothing ambayo unaweza ukafanya kama hauna Roho Mtakatifu. Sikiliza uone. Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8. Biblia inasema lakini mtapokea nguvu. So kama unataka kubridge, na asiongelei mapasta peke yao ama maaskofu peke yao, naongelea kila mwaminio. Biblia inasema ya kwamba kila mwaminio atafanya kuniliko. Hao waaminio ndio naongea na wao. Biblia inasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu. Uko na nguvu mpendwa? Uko na nguvu? Ujiulize. Kisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mkipokea nguvu, hapo ndipo Yesu Kristo ataajilia Roho Mtakatifu juu yenu. Inaendelea na kusema hivi, kwa sababu umepokea nguvu, kisha nitaajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Ulianza tu kuhubiri, ulianza tu kutembea uinjilisti, ulianza tu kufanya kazi, na hauelewi hata yenye inafanyika. Hata labda haujasoma hapa, labda haujasoma Luke 4:18, labda haujasoma Matendo ya Mitume 8:1-8, hauelewi. That is why unaenda kuhubiri, after kuhubiri ukifika nyumbani watoto ni wagonjwa. Unatoka kuhubiri ukifika nyumbani ani mambo yenye ina happen, hata unajiuliza ya kwamba sasa mbona nafanyia Mungu kazi? Kwa sababu hauna wisdom ama hauna akili. Tafuta Roho Mtakatifu mpendwa, ili ukahubiri Injili. Hauwezi ukakuwa shahidi wa Yesu Kristo kama hauna nguvu. Kama hauna nguvu, kaa nyumbani, enda mlimani, funga, tafuta Mungu, uone ya kwamba umempata, ndipo uende mahali popote ufanye hiyo kazi. Mpendwa wa BTM TV, nimekuja nikwambie kwamba kama unataka kukua mshahidi wa Yesu Kristo, lazima ukuwe na nguvu na Roho Mtakatifu. Biblia inasema mtakuwa washahidi wangu katika Yerusalemu. Hauwezi ukakuwa shahidi wa Yesu Yerusalemu kama hauna nguvu na hauna Roho Mtakatifu. Hiyo kama uko na Biblia yako, weka hapo mstari ya kwamba hauwezi ukafanya jambo lolote kama hauna nguvu na hauna Roho Mtakatifu. Hata Yesu mwenyewe hakukubali. Aliambia wanafunzi wake ya kwamba msiondoke Yerusalemu mpaka vile mtapokea Roho Mtakatifu. Na katika Wayahudi wote na watu wengine hata Yerusalemu hamjafanya kitu, hamuna nguvu, mnafikiri ya kwamba nyumbani hawakusikilizi, umeenda mahali pengine. Na Samaria na hata mwisho wa inji, kuhubiri Injili mpaka mwisho wa inji sio shida, lakini shida ni ya kwamba do you have power? Do you have the Holy Spirit? Mpendwa, uko na Roho Mtakatifu? Jiulize, anza kupitia Biblia. Na ninapomalizia mpendwa, kama unataka kuelewa ya kwamba
uko na Roho Mtakatifu, kitu ya kwanza utaona kitu inakusungumzia ndani mwako. Leo tusome Biblia, leo tunaweza omba, leo tunaweza toka tuende tuhubiri. Kama hiyo kitu my friend, kama hiyo Roho Mtakatifu hakusungumzii, jua ya kwamba you don't have the Holy Spirit in your life. Umtafute Kristo, umtafute Mungu. So wapendwa wa PTM TV, ninataka niwaambie ya kwamba Mungu anawapenda sana, na wale ambao wananiangalia pia FP, wanaangalia Mwinjilisti Launell Mandela, na kule YouTube pia ni Launell Mandela. Ninasema ya kwamba Mungu awabariki sana sana. Ninataka kuomba na watu kwa sababu mumesikia habari njema. Kuna wengine wanasema ya kwamba sasa kama sijaokoka nitampokeaje Roho Mtakatifu? Hapana, unapoamini tu utakuwa umeokoka. Na wale wagonjwa msikuwe na wasiwasi. Leo kuna uponyaji ambao unakuangukia katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu watatoa ushuhuda katika TV hii, waseme ya kwamba mwinjilisti, ulituombea na tukapona. Ulituombea, tulikuwa na shida fulani na tumepona. Leo nimekuja na ujumbe wa Roho Mtakatifu, na kuna watu wanapona katika jina la Yesu Kristo aliyo hai. Ninataka kusema hivi, kama haujaokoka popote ambapo unanisikia, ninataka urudie haya maombi kwa imani. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako siku ya leo. Mimi ni mwenye dhambi, na mimi mwenyewe nimeamua, kwa sababu nimesikia habari njema, nimeamua kuokoka na kumkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. Amen. Amen. Kama umefanya hiyo hatua, unaweza ukaenda kwa kanisa yenye iko karibu na wewe, na Mungu atakubariki. Ninataka kuomba na wenye umeokoka, na nataka kuomba na wale wagonjwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliyo hai, ninakuja kwako Bwana jioni ya leo, nikitangazia watazamaji wa TV wenye wanatuangalia katika TV hii. Baba, ninawatangazia ya kwamba kama ni malaria inafika mwisho, kama ni kansa inafika mwisho, kama ni hali ya kichwa ama ya tumbo inafika mwisho. Baba, ninatangaza ya kwamba waliofungwa na shetani, Baba, wanawekwa huru katika jina la Yesu. Baba, tunakuinua. Baba, tunakutukuza. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Na sisi Bwana, ushuhuda unapotokezea, Baba, tunaamini ya kwamba mambo itakuwa sawa sawa. Na Baba, hata wale viongozi ambao Bwana wanasimamia hii TV, Baba, pia ninawaleta mikononi mwako. TV hii ya PTM, viongozi na director, Baba, ninawaweka mikononi mwako, nikisema ya kwamba Bwana unawatia nguvu, unawapa wateja na unawasaidia Bwana, ili hii TV ikaweze kufikia wengi. Asante kwa sababu Bwana wewe unatenda hayo, na sifa na utukufu sikurudie. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba hayo machache tunapoamini. Shalom, shalom, shalom.